Hii movie inawahusu wapenzi wawili ambao waliokota mtoto wa maajabu barabarani. Sasa bila kufikiria, wawili hao wakamchukua moja kwa moja na kumsogeza katika maisha yao bila kujua ya kwamba huyu mtoto alikopwa na maajabu ya kutisha. Unaambua kwamba ili kusudi huyu mtoto aweze kuishi ni lazima aishi katikati ya mistari ya chaki, na kama sipokuwa hivi basi mambo mazito sana yanaweza kutokea. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Yara. Bonge Story. Movie inaanzia maeneo ya barabarani, tena ikiwa ni usiku wa manane. Papo kimya ile mbaya, na kwa wakati huu tunaona kuna wapenzi wawili wakiwa wanaendesha gari, mmoja akiwa anaitwa Paula na mwingine akiwa anaitwa Simon. Sasa mwanadada Paula ambaye ni mke wa Simon ndio ambaye ni dereva wa hili hapa gari. Wanaendesha gari mpaka wanafika kwenye sehemu ambayo mapolisi huwa wanakaa kwa kukagua madereva gani huwa wanaendesha vibaya na wakina nani huwa wanaendesha usiku vibaya, tena wakiwa wamelewa. Na kwa kuwa hawakuwa na shida yoyote, basi wakapita hapa kwenye checkpoint ya polisi bila hata kubuguziwa. Safari inaendelea, na safari kati ya wawili hawa inaonekana ikiwa ni nzuri sana, lakini hali ya barabara ilikuwa ni kimya. Usiku umetanda, usiku wa manane, yani ni usiku wa kutisha. Ukweli ni kwamba kwa jinsi hali ilivyokuwa ikionekana, ni wazi ilikopo ikiwatia mashaka wawili hawa, na pengine wakahisi huenda mbeleni kuna hatari zaidi, lakini kwa kuwa walikuwa ndani ya gari wakaamua tu kwenda. Lakini mbele kidogo, mwamba Simon akapiga ukunga na kisha akamwambia mke wake Paula aweze kusimamisha gari. Paula kutizama mbele akashika kweli breki, na hapa ndipo ambapo walipoona kitu cha ajabu mbele ya barabara. Unaambua kwamba ndani ya usiku huwa manane alionekana mtoto mmoja akiwa anatembea kwenye chaki za barabara na akiwa anaondoka mbele zaidi, na hana wasiwasi wote kwamba kuna gari linakuja au la. Paula na Simon mara baada ya kuweza kuona hivi, wakaona bora wasimamishe na kisha watoke ndani ya gari, na kisha wakaanza kumfuata huyo mtoto huku wakiwa wanamuita. Lakini huwezi amini, huyu dogo alikopo hajeuki hata wala hataki kuwasikiliza. Lakini wakati unamsogelea, ghafla ikapita pikipiki upande wa pili, lakini kwa wakati huu huyu dereva wa pikipiki akashindwa kabisa kuizuia mpaka akaenda kuanguka maeneo haya, na hapa kukatokea ajali ya mwamba ambaye alikuwa ametoka na pikipiki. Lakini ajabu ni kwamba pikipiki haikumgusa dogo, lakini dogo naye pia alianguka hapa, ishara ya kwamba sio tu mwenye pikipiki lakini hata huyu dogo naye pia alizidiwa. Paula alipofika hapa akaanza kumwamsha huyu dogo, lakini huwezi amini, huyu dogo hakuzungumza kitu chochote kabisa. Muda kidogo baadaye tunatupa hospitalini, na hapa ni wazi ya kwamba Paula pamoja na Simon waliweza kuhakikisha watu wao mpaka hospitalini, na hapa tayari maaskari wameshafika maeneo haya ya hospitalini. Mwamba Simon akabidi kuweza kutoa maelezo, na hapa anadai ya kwamba pikipiki haikumgusa kabisa huyo msichana, na wala msichana hakusababisha ajali kwa huyu mwamba wa pikipiki. Na hapa mwamba Simon anadai ya kwamba huenda kilichomwangusha huyu mwanadada mdogo huenda kilikuwa ni njaa, kwa sababu alikopa akionekana ni dhaifu na ni mtu ambaye kama amekata tu tamaa. Sasa polisi wakaamua moja kwa moja kuweza kufanya uchunguzi wao, lakini huwezi amini, licha ya kwamba wanafanya vitu vyote hivi, lakini hakuna mtu yeyote ambaye aliweza kufika na kuweza kutoa taarifa ya kwamba kuna mtoto wake amepotea. Hii ni ishara ya kwamba pengine huyu mtoto ni mtoto wa maajabu, tutajua tu. Basi kwa kuwa ulikuwa ni usiku ukapita namna hiyo, na asubuhi na mapema kabisa Paula pamoja na mume wake wakaendesha gari na moja kwa moja wakawa wanaelekea nyumbani. Lakini ukweli ni kwamba mwanadada Paula anaonekana ni mtu ambaye yuko na mawazo muda wote. Kuna kitu ambacho mwanadada Paula huwa anakipitia muda mrefu. Basi alipofika nyumbani, moja kwa moja akaenda mpaka kwenye chumba chake na kisha akajificha yeye mwenyewe bila hata mume wake Simon kuweza kujua. Akachukua kibegi chake na kisha akatoa sindano na kujidunga yeye mwenyewe, na kisha akaamua kuificha hii sindano haraka haraka ili mume wake asije akaiona. Sasa ukweli ni kwamba mwanadada Paula kwa muda mrefu alikuwa akiwaza ni namna gani ambavyo anaweza kupata mtoto, na yeye anaamini ya kwamba huenda hiyo inaweza ikawa ni tiba kwake kwa yeye kuweza kupata mtoto. Na kwa wakati huu maamuzi haya yote kipindi anayachukua, hata mume wake alikopo hafahamu kabisa kama mke wake huwa anajichoma sindano. Sasa asubuhi na mapema Paula pamoja na mume wake wakaamua kwenda mpaka hospitalini, na walipofika hapa wakamkuta yule dogo. Huwezi amini, yule dogo hakuzungumza kitu chochote wala neno lolote toka jana alipoachwa hapa hospitalini. Sasa hapa hospitalini kuna daktari mmoja jina lake anaitwa Clara, na walivyokuwa wakijaribu kumuita Clara, na huyu dogo naye pia alikuwa akiitika hapa. Hii inamaanisha nini? Huenda huyu dogo anaitwa Clara, basi watu hawa wakaamua kuweza kumuita Clara. Sasa kwa wakati huu huyu dogo anaonyesha hali ya kwamba ni kama amechanganyikiwa, kama anajitupa, anajirusha, na madaktari pamoja na jopo
zima limekuwa hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha ya kwamba wanamtuliza tu huyu dogo. Sasa mwanadada Paula alipotupa macho kwa makini, akagundua ya kwamba huyu dogo amekuwa aking'ang'ania kuweza kukaa ndani ya boksi ambalo yeye mwenyewe amelichola maeneo haya, na tena limecholwa kwa chokaa. Sasa kama unakumbuka mwanzoni kabisa, huyu dogo alikuwa akitembea katikati ya barabara, na kulikuwa ni katikati ya mistari miwili ambayo ilikuwa imetenganisha barabara ya kulia na ya kushoto. Sasa mwanadada Paula aliligundua hili, akaenda moja kwa moja kumchukua huyu dogo, na kwa wakati huu akamvuta mpaka kwenye ile boksi la chokaa. Lakini ajabu ni kwamba alipomweka tu kwenye hili boksi la chokaa, huyu dogo Clara alitulia kweli. Ukweli ni kwamba watu wengi wanaweza kadhani ya kwamba hichi ni kitu cha kawaida, lakini kwa jinsi ambavyo inaonekana hapa sio cha kawaida, na inaonekana huyu mtoto anaenjoy zaidi sehemu yoyote ambayo ina boundaries, yaani imepakwa uzio wote ule wa chokaa. Sasa siku inayofuata Simon pamoja na Paula wakaenda moja kwa moja mpaka hospitalini, na walipofika hapa, uwezi amini, wakamkuta bidada Clara akiwa amefungwa maeneo hapa, na madaktari wakawa wanadai ya kwamba wamemfanyia hivi kwa ajili ya usalama wake binafsi. Polisi nao bado wanaendelea na uchunguzi juu ya kubaini ya kwamba ni nani mzazi wa Clara, lakini ni wazi ya kwamba mpaka sasa polisi bado wanaendelea kufanya tu uchunguzi, lakini hakuna aliyewahi kujitokeza na kudai ya kwamba huenda ndiyo mzazi wa yule dogo Clara. Sasa kwa upande wa mwanadada Paula, kumbuka ya kwamba kwa muda mrefu walikuwa wakitafuta mtoto, lakini ilikuwa sio bahati hasa kwenye ndoa yao, na kwa hichi ambacho kinaendelea juu ya yule dogo Clara, ni wazi ya kwamba tayari ameshaanza kuvutiwa na yule mtoto, na amekuwa akitamani sana huenda pengine angemfanya kama mtoto wake. Na siku hii hapa daktari akawaita wazazi hao wawili waliomleta hospitalini kwa ajili ya kuwapa maelekezo na kudai ya kwamba Clara anatakiwa kuweza kupata uangalizi wa kutosha. Sasa daktari anasema ya kwamba kwa kuwa huyu dogo tayari ameshaanza kuwaamini watu hao wawili, basi wanapaswa kuweza kumchukua huyu mtoto na kisha wakakae nao kwa ajili ya kuweza kumpa uangalizi kwa kipindi hichi ambacho mapolisi pamoja na jopo zima limekuwa likitafuta hususani nani mzazi wa huyu mtoto. Basi bwana, mikono ya Paula pamoja na huyu mwamba Simon tayari imeshakabidhiwa huyu dogo Clara. Huenda hichi kikawa ni kitendawili kizito sana kwa hawa wanandoa, lakini hakuna jinsi, wakamchukua kweli huyu Clara na kisha wakamweka kwenye gari, na wawili hawa wakaanza kutembea kwa ajili ya kurudi nyumbani. Basi kwa kweli ilikuwa ni usiku. Siku hiyo dogo alifika akiwa amelala na kisha wakamweka mpaka kitandani, lakini ajabu ni kwamba huyu mwanadada Paula akaanza kuchora mstari ili kusudi kuweza kukizungushia hichi kitanda, kwa kuwa anafahamu tu huyu dogo bila mstari hatoboi kabisa. Sasa asubuhi na mapema unaambia kwamba huyu bidada Clara alipoamka hapa akaona hii chaki, lakini akawa amejenga hofu ya kwamba hapaswi kuweza kutoka maeneo haya, lakini Paula alipoamka akagundua hili, na kwa wakati huu akaanza kumcholea chaki vizuri huyu dogo, huku akimtanulia wigo ili kusudi aweze kusogea kutoka eneo moja kwenda jingine. Yaani hii ni wazi ya kwamba ndani ya makazi yenu dogo naye pia ametengeneza wigo wake au makazi yake. Basi akawa anatengeneza mazingira ya kwamba kuwa kuna chokaa, na kisha huyu dogo akawa anamfuata kama njia ya kwenda kumfikia huko, na kitendo hichi ni wazi ya kwamba huyu dogo tayari ameshamzoea huyu bidada Paula. Lakini haikupita muda kidogo, mambo kati ya familia haya yakaanza tena kuharibika. Unaambua kwamba hii siku kilipikwa chakula na dogo akawa anakula, lakini ajabu ni kwamba dogo alitoa kioo kwenye chakula ambacho tayari alikuwa amekula. Mwanadada Paula akaanza kushangaa, sasa ni nani ambaye amekiweka hivi vioo kwa huyu dogo? Na dogo kwa wakati huu akawa anajichana kabisa mpaka na koo lenyewe. Mwamba Simon yeye ameshaanza kuhisi huenda huyu bidada ama dogo Clara huenda akawa ni mtu hatari, lakini ikawa ni tofauti sana kwa mwanadada Paula. Yeye anaamini ya kwamba huyo dogo sio watu hatari, ila anapaswa kuweza kumtunza bwana, na yeye anadai ya kwamba huenda huyu dogo hayuko sawa tu kisaikolojia na wala sio kitu kingine. Sasa kwa huyu dogo kuna maneno alikuwa akiyazungumza sana Clara, na haya maneno kadri kila siku zinapokuwa zinaendelea wanayasikia watu hawa, hivyo leo akaamua kuweza kuchunguza haya maneno ni yametoka wapi. Wanagundua kwamba maneno ambayo Clara mara nyingi alikuwa akiyazungumza yanatoka katika nchi ya Ujerumani, yaani ni Kijerumani hichi anakizungumza huyu dogo. Maneno yamekuwa ni mengi. Neno la kwanza lilikuwa ni chokaa na jingine likawa ni boomer. Haya yote yamekuwa kimaanisha jini au monster. Wawili hao walipoona hivi wakastuka na wakaanza kushangaa, sasa kwa nini huyu dogo amekuwa akizungumza haya? Sasa wakati humu ndani huyu bidada akawa anajaribu kuweza kujisogeza ama kukimbia, lakini hichi kitu hakionekani. Huyu dogo ikawa inaonyesha wasiwasi, huenda hichi kitu tayari kimeshaanza kumfuata mpaka humu ndani. Na muda tu kidogo baadaye bidada Clara akapotea.
Anatoka nje, hakuna kitu chochote ambacho kinaonyesha ishara ya kwamba huenda huyu bidada yupo maeneo haya. Sasa baada ya uchunguzi kidogo, wakagundua kwamba kuna viashiria vya koti vya dogo Clara, na kisha wakamwonyesha Paula, na wakawa wanasema ya kwamba huenda huyu dogo tayari ameshaondoka maeneo haya na ameshakimbia. Lakini mwanadada Paula akajiuliza mara mbili, kwa staili ambayo bidada amekuwa akiishi hapa pamoja na yule dogo Clara, sio rahisi sana kwa huyu dogo kuweza kutoka nje ya mipaka hii, hatoboe bila kuwekewa uzio wa aina yoyote. Hivyo ni wazi huyu dogo atakuwa humu na aliyemchukua huenda amefanya tudanganya toto ili kusudi wasije tena wakamtafuta wakidhani ya kwamba huyu dogo amepotea. Kwa haya maelezo ni wazi ya kwamba huyu dogo sio kwamba ameenda popote, huyu dogo tayari ameshatekwa. Muda kidogo baadaye unaambua ya kwamba kuna varangati kati ya hao wanandoa wawili, Simon pamoja na Paula, na ni wazi ya kwamba wanagombana ni baada ya huyu mwamba Simon kuweza kugundua ya kwamba huyu mwanadada Paula amekuwa na tabia ya kuweza kujidunga sindano, na mwamba leo hii baada ya kukagua amezikuta kweli hichi kitu. Sasa hichi kitu kikawa kimetengeneza harage kwa huyu mshikaji ambaye ni Simon, akidhani ya kwamba mwanadada amekuwa akimpambania sana Clara kwa sababu amekuwa na tamaa na shauku ya kuweza kupata mtoto, lakini walizozana sana na mwisho siku akaanza kuelewana. Lakini katikati ya mazungumzo yao ghafla ilisikika simu ikiwa inaita. Paula akaisogelea ile simu na moja kwa moja akaanza kuipokea, lakini sauti inayosikika ni ya sauti ya yule dogo Clara. Lakini hii sauti ya Clara ilikuwa ikisema ya kwamba mama, naomba msaada. Kitu cha kushangaza, namba iliyopiga simu ni namba ya huyu mwanadada Paula, yani ni kama amejipigia tu simu. Paula akaanza kuhaha huku akiwa na wasiwasi mkubwa juu ya hali ya Clara huko alipo. Mwanadada moja kwa moja akaenda mpaka ambapo waliweza kuhifadhi mafaili pamoja na dokumenti za huyu dogo kule polisi. Hapa ndipo ambapo mwanadada akagundua mambo mengi sana kuhusu huyu dogo. Huyu dogo ni wazi ya kwamba asili yake ni kutoka Ujerumani, na huyu mtoto jina lake sio Clara bali amekuwa akiitwa Ingra. Na wakati anafuatilia hapa, huyu mwanadada Paula akaanza kupata mashaka juu ya huyu jirani yake maeneo haya, ambaye huyu jina lake amekuwa akiitwa Edward. Yule mwamba Edward ambao ni jirani yao ndio ambao ameweza kusababisha mambo yote haya, na hapa ndipo ambapo tunapata ukweli ya kwamba Edward ndio ambaye aliweza kumchukua yule dogo na kisha akamweka barabarani siku ile usiku wa manane. Na mambo yote ambayo yanaendelea kwa huyu dogo Clara, mwamba Edward alikuwa akiyajua yote. Mwanadada Paula kwa kuwa bado alikuwa anaendelea kushuku bila kujua ukweli wowote, akaamua moja kwa moja kwenda mpaka nyumbani kwa Eduardo. Akaingia ndani tena bila kubisha hodi, lakini kwa wakati huu akakutana na mwamba Eduardo. Mwamba Eduardo akamshika huyo bidada na kisha akaanza kumshambulia vibaya mno maeneo haya, na kisha akamvuta na moja kwa moja akampeleka mpaka huko chumbani. Lakini huyu dada licha ya kwamba aliweza kupokea dozi kubwa kabla hajajisikia vibaya zaidi, alipotupa jicho sehemu hii aliyoletwa, ghafla akagundua ya kwamba hapa yupo ndani ya hichi chumba ambacho kiko chini ardhini, na hapa ndipo ambapo akamuona yule dogo Clara. Sasa ni wazi ya kwamba huyu dogo toka utoto wake haya ndio maisha ambayo alikopo akiishi, yani ni kwamba amefungwa ndani ya box, na ndipo ambapo huyu dogo alikuwa muda wote anaamini ya kwamba maisha nje ya box hakuna kitu chochote. Ndiyo maana akiwa ametoka nje kama vile barabarani alikuwa akitafuta kingo ambazo zina chaki, na kisha anaamua kuweza kupita katika hizo kingo akiamini ya kwamba kupita katika dunia ambayo haina chaki bado haijakamilika. Hivyo ndio maana bidada alikopa akiweweseka kuanzia barabarani, lakini hata alipofika kule hospitalini, yani huyu mwamba alichomtendea huyu binti alimwharibu kabisa kisaikolojia. Lakini upande wa huku kwa huyu mwanadada Paula akaanza taratibu kumpa maelekezo huyu hapa dogo, na kwa kuwa dogo tayari ameshaanza kumwelewa huyu mwanadada Paula akaanza kupokea maelekezo hayo, na hapa ndipo ambapo Paula akaanza kuchora hii michoro ili kusudi kumwonyesha njia na sehemu ya kutokea huyu dogo Clara. Basi kupitia hizi chaki michoro, mwanadada Clara akafanikiwa kuweza kutoka mpaka nje, na kisha akafunga milango yote, yani akamfungia Eduardo, lakini pia akafanikiwa kumfungia hadi yule mwanadada Paula. Haikupita muda pia polisi nao pia wakafika hapa, wakamchukua mwanadada Paula, wakamchukua Clara, lakini pia wakamchukua na mwamba mwenyewe Eduardo. Siku kadhaa kupita na miezi kadhaa kupita, tunaona video ikimwonyesha huyu mwanadada Paula akiwa amempigia video call huyu dogo Clara, na kwa wakati huu anazungumza kwa furaha sana. Ni wazi ya kwamba dogo Clara tayari alishafika nyumbani kwao Ujerumani, na kwa wakati huu amemkumbuka sana mama yake ambaye aliweza kumwokoa huko alipokuwepo, na leo wanawasiliana wakiwa wanapiga tu story. Lakini kwa wakati huu kilio cha mwanadada Paula kikasikilizwa na Mwenyezi Mungu juu ya kuhitaji mtoto, na kwa wakati huu mwanadada anaonyesha ya kwamba ana ujauzito. Sasa iko hivi, huyu mke wake na Edo amekopa na tabia ya kuweza kuwateka watoto na kisha anawaficha ndani ya nyumba yake kwa siri sana, hivyo
hata huyu mwanadada Clara alikuwa ni miongoni mwa hao watu, na haya yote ambayo yameweza kutokea ni miongoni tu mwa adhabu zake, kwa sababu aliwaaminisha ya kwamba ukitoka nje ya chaki basi hauwezi kabisa kusurvive, na ndio maana siku ile barabarani Clara alikuwa hatoki kabisa kwenye chaki, kwa kuwa alikuwa anaamini ya kwamba maisha nje ya mstari wowote wa chaki basi hakuna kabisa maisha, yani hawezi kabisa kutoboa. Sasa hii movie inaitwa The Chuckline ya mwaka 2022. Drop comment yako hapa chini, wewe umeionaje hii hapa movie? Lakini pia usiache kucomment, kulike pamoja na kusubscribe. Bwana, mimi naitwa Oya Kipason Jeyara bwana. Oi. Bonge Story.